Tumezoea kusikia watu wakisema fulani ni mbaya, fulani hafai, fulani sio mtu sahihi. Lakini ukweli ni kwamba hiyo kauli haina maana kabisa. Haina maana kwamba Mungu aumbe mtu ambaye si sahihi, isipokuwa wewe unakuwa bado haujampenda. Maandiko yanasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa neno amri ni mavitu magumu ambayo kwa hali ya kawaida haiwezekaniki, lakini kwa ajili ya nguvu ya upendo, kwa ajili ya nguvu ya penzi kwa huyo mtu au kwa hilo eneo au kwa hivyo vitu ambavyo ni vigumu kushikika, penzi lina uwezo kufanya hayo yote yakaonekanika kwamba si kitu kwako. Badala yake yule mtu ambaye alikuwa anaonekanika ni mbaya, hivyo vitu ni vigumu, havifai, tayari kwa muda ule ukaanza kuonekanika kwamba vinafaa na viko sahihi. Lakini kwa sababu ya nguvu ya upendo au kwa sababu ya nguvu ya pendo, so ukisema mke wangu hafai, ukisema mme wangu hafai, manake kuna kiwango cha penzi ambalo limepungua kwako kwa yule mke wako au kwa mme wako, na ndio maana this time unamuona kwamba hafai. Na hii kwa kukukumbusha tu, mara ya kwanza wakati mnaanza uchumba, wakati mnaanza mahusiano, palikuwa kuna majina mazuri ya baby, my sweetie, my honey. Utajaribu kukumbuka baada ya kusafiri kwa muda mrefu, miaka kadhaa, leo hii hayo majina yakawa yanaanza kupotea taratibu taratibu, mpaka inafika hatua kwa kinywa chako unasema kwamba huyu mtu hanifai, kwamba sio mke sahihi. Lakini mara ya kwanza ulikuwa ukisema ni mke sahihi, na ukiita majina mazuri ya honey, sweetie, na mengine kama hayo. Sasa hii kukumbusha kwamba upendo ukipungua somewhere, mapenzi yakipungua kwa watu, wale watu utawaona wabaya, hata kama ukweli ni kwamba ni watu wazuri, ukweli ni kwamba ni mtu mzuri. Lakini penzi likipungua kwa huyo mtu, kama ukijua utamuona kwamba ni mbaya na hafai kabisa. Lakini sasa tunapaswa kutambua, Mungu hakuwahi kuumba mwanadamu mbaya hapa duniani. Watu wote ambao tunaona ni watu wazuri. Biblia inasema Mwanzo 1:31, tazama Mungu baada ya kuumba akasema kila alichokifanya ni chema. Maana yake hata yule ambaye ni kahaba yuko barabarani anajiuza, naye pia ni mwema kwa Mungu. So wakati wanadamu wanakuhesabu kwamba wewe ni mbaya, Mungu kwa kuwa ana mapenzi ya dhati na kiumbe alichokiumba, mwanadamu aliyemuumba, yeye Mungu anatuona sisi ni wema kabisa. Listen, Biblia inasema kwamba Yesu wakati anakwenda kutufia msalabani, msalabani ni mahali pa aibu, mahali ambapo kuna mateso, mahali ambapo kuna shida, mahali ambapo kifo kiko waziwazi. Lakini Biblia inasema kwa sababu ya wingi wa mapenzi ya Yesu juu ya wanadamu, akaidharau aibu ya msalaba. So penzi lina tabia ya kudharau udhaifu wa mtu, wa kudharau weakness ambazo mtu yuko nazo. Wakati dunia inamkataa kwamba huyu hafai hata kuonekana mahali hapa, ukiinuka wewe kwa hali ya kumpenda, utamuona ni sahihi hata kama ulimwengu wote unamkataa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hata kama umekataliwa na watu wote, yuko Mungu ambaye anakupenda kwa mapenzi ya dhati. Hii hata kama watakukataa wazazi, kwa sababu ya wingi wa mapenzi ya Mungu ya dhati, yeye yuko tayari kupokea. Wewe ambaye umepotea, umechoka na dhambi, umeenda kwa watu kwa kusaidie, wakaishia kula hela zako, mitume na manabii huko wakaishia kukutapeli, mwisho wa siku umekata tamaa. Umeona hata watu waliookoka nao pia hawana maana, maana ndipo mahali ulitazama utahisi nitapata msaada, lakini nao pia wamekufanya hovyo. Nataka nikwambie yuko Mungu aliyekuumba, bado anatambua thamani yako, na huyo ana mapenzi ya dhati kwa ajili yako.